Sasa leo hii ninataka nikwambie mambo 10 ya kufanya endapo kuku wako wanakufa sana. Yaani kuna kipindi huwa inatokea kuku wako wanaweza wakapata homa wakawa wanakufa sana. Sasa haya ni mambo 10 ya kufuata kuyafanya ili kuku wako wasiendelee kufa sana na uweze kuokoa vifo kwa kuku wako. Au uweze kuokoa kuku ambao wanabaki, uhakikishe kwamba hawafi kuku wote. Kama wewe kila siku unazika kuku, ukiingia bandani unakutana na vifo, kuku 5, 10, 20 wamekufa. Hii video ni muhimu sana kuisikiliza, na usiishie tu kuisikiliza, lakini pia ni muhimu sana kufuata haya mambo 10 ambayo na kwenda kukuelekeza kwenye hii video. Jambo la kwanza kabisa, hakikisha unafanya usafi. Na huu usafi hasa kwenye vyombo vya maji. Kama kwa mfano, unaweza kuwa ulikuwa unasafisha vyombo vya maji kila siku asubuhi. Kama ulikuwa unasafisha mara moja, basi ongeza uwe unasafisha mara 2 hadi mara 3 kwa sabuni safi na maji yanayotiririka. Yaani hakikisha hivi vyombo vya maji unaviosha vizuri zaidi, lakini pia usisahau kuosha vyombo vya chakula. Na kitu kingine muhimu zaidi, kitu cha pili cha kukifanya, hakikisha vyakula kama unawekea kuku vinakuwa havimwagiki chini. Yaani kuku wasile chakula kutokea mazingira ya chini. Na maji, vyombo vya maji kama vilikuwa vinamwaga maji, hakikisha havimwagi maji. Hayo ndio maeneo ya kuzuia ili maambukizi yasiendelee kwenda kwa kasi zaidi. Lakini kitu kingine ambacho ni muhimu zaidi, ili kuweza kusimamisha vifo ambavyo unakuwa unaendelea kuvipata bandani kwako, jitahidi sana kutenganisha kuku. Hata kama una banda moja, unaweza ukagawa, ukaweka lile proud lile, ukaligawa katikati, ikawa upande huu hapa na upande huu hapa. Tenganisha wale kuku ambao wana uafadhali na wale kuku ambao wanaumwa zaidi. Yaani kuku mpaka wafe, labda unakuta kabisa wamezidiwa na homa humo bandani. Wapo ambao wanaumwa sana, wanakaa kwenye kona, yaani wanapenda kukaa peke yao. Basi hakikisha unawatenganisha kama kuku wako hapo bandani. Na kama kuku wako huwa unawaachia nje wanatembea nje wanakuta chakula, basi wale kuku ambao ni wagonjwa zaidi warudishe, uwe unawafungia bandani. Na sasa wale kuku ambao ni wagonjwa zaidi, ninakushauri kama ulikuwa unawachanganyia chakula, nitakuwa wachanganyie chakula kwa umakini zaidi. Na ninashauri zaidi, ili kusimamisha hivi vifo, kama utaamua kuwa serious zaidi na labda huna uhakika na kitu ambacho unachanganya, chukua tu chakula cha dukani, rudi dukani, chukua chakula. Kama ni kuku ambao wanakuwa, tafuta grower ya dukani, uanze kuwapa wale kuku ambao unakuwa umewafungia kwenye chumba kile pale kwa ajili ya ukuaji. Lisafishe lile banda vizuri kabisa, badilisha matandazo. Yaani kabla vile hata hujawaingiza bandani, hakikisha unasafisha vizuri lile banda, unatoa matandazo ambayo yalikuwepo ya zamani. Kama una dawa ya antibiotic kama vile antiviral ile pale unapulizia, au unaweza ukatumia hizi majivu, sisi waga tunatumia. Lakini pia waga muda mwingine tunatumia chumvi, unaweza ukachukua ukaweka kwenye bomba lile ukapulizia vizuri kabisa. Yaani unaandaa chumba fulani ambacho ni kizuri kwa ajili ya wale kuku. Vyombo unaviosha vizuri kabisa, yaani wale ambao ni wagonjwa, bila ya kuwasahau wale kuku ambao wana wafadhali, maana yake na wenyewe ni wagonjwa. Bila ya kusahau, hilo banda inapaswa liwe na mzunguko mzuri wa hewa. Yaani kuku usimkatie tamaa hata siku moja. Kuna wafugaji wengi ambao tumekutana nao, unakuta kuku wake wanakufa, basi anawakatia tamaa, anaachana nao waendelee kufa. Lakini tuna ushahidi kabisa, sisi kuna wafugaji ambao walijiunga na kundi letu la WhatsApp, kuku wao wakiwa kwenye hali mbaya kama hao ambao unaona hapa. Yaani kuku wapo katika hali mbaya kweli kweli, lakini walipona, walifanikiwa kupunguza vifo, wakapunguza vifo, kuku wakapona, wakaendelea vizuri. Hatua nyingine, ukiachana na hiyo ya kutenganisha hao kuku, utawapa tiba ya ule ugonjwa ambao wanaumwa. Kuna kuku wengine wanaweza kuwa na hali mbaya, wanakufa zaidi, lakini unaona kabisa hawa kuku
shida yao kubwa ni mafua. Kwa hiyo hapo itatakiwa wape tiba za mafua, na tunawashauri muwe mnatumia hizi tiba za asili, kwa sababu pia sisi zimetusaidia sana. Lakini pia kuna wafugaji ambao walipata shida kama hizo, kuku wao wanakufa sana, tukawaelekeza hizi tiba za asili zikawasaidia sana. Hizi tiba za asili pia unaweza ukazipata kwenye kitabu chetu cha tiba za asili. Mle tumeelekeza jinsi ya kuchanganya tiba za asili za ugonjwa wote ule wa mafua, kideri, ndui, ugonjwa wote ule tumeelekeza namna ambavyo unaweza ukatibia. Ni kitabu ambacho pia kimewasaidia wafugaji wengi sana, na naamini kabisa ukiwa nacho wewe pia kitakusaidia sana. Kwa hiyo ni kitabu cha kuwa nacho kama wewe ni mfugaji na unasikiliza hii video. Hichi kitabu kinauzwa shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Na jambo jingine, kama wewe unaona kuku wako wanakufa wakiwa vifaranga bado wadogo, yani vifaranga, kupata vifo wa vifaranga, tatizo linakuwaga ni wewe mfugaji. Yani ukiona wewe vifaranga wakifika wiki ya pili mpaka wiki ya 4, wiki ya pili ya 3 ile pale wanakufa, unapata vifo, ujue shida ni wewe mfugaji, kwa sababu hufuati misingi na kanuni bora za ufugaji wa kifaranga. Kifaranga kina hatua zake, namna ya kukipokea, utakipa glucose, sijui utakipa nini, antibiotics za kuwapa vifaranga zipo wazi, lakini pia na hatua nyingine mbali ambazo zinahitajika kwa ajili ya kifaranga aweze kuwa mwenye afya bora. Na kama mnavyojua, uleaji wa kifaranga ni kama vile msingi wa nyumba. Kwa hiyo ukikosea tu pale, basi unakuwa umesha wakosea kuku wote. Haya yote unaweza ukajifunza kwenye group letu la WhatsApp, ambalo kujiunga kwake ada yake ni shilingi 8,000. Ukilipia shilingi 8,000 kwenye hii namba, utakuwa umelipia ada ya miezi miwili. Utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili. Baada hapo ada ikiisha, unaweza ukalipia tena ili kuendelea na ili kundi. Humu hata kama una shida ya kuku wako wanakufa sana bandani, unaweza ukatushirikisha sisi, tukawa tunakushauri hatua kwa hatua kwamba bwana, hapo fanya hivi, hapa fanya hivi. Tumeisha kutana na wafugaji wengi sana ambao walikuwa na hali mbaya, kuku wao wanakufa. Mtu anakutumia picha, amejaza kuku kwenye ndoo ambao wamekufa, kwamba kuku wangu mimi wanakufa sana, nifanyeje? Kwa hiyo unamwelekeza hapo, fanya 1, 2, 3, 4 mpaka vifo vinakaa vizuri kabisa. Kwa hiyo nakushauri unaweza ukajiunga na kundi letu hilo la WhatsApp, lakini pia vitabu vyetu vya miongozo ya kuwalea kuku vinakusaidia sana, ambavyo ni shilingi 10,000 na ni soft copy, na kutumia kwa njia ya WhatsApp. Sasa tukiendelea na hii video yetu, mwishoni kabisa nikiwa namalizia, kuna hali fulani waga inatokea, unakuta kuku wako au mfugaji anawapa tiba kuku wao wala hawaponi. Yani umejaribu kila tiba, umewapa hii hapa, umewapa ile pale, yani umehangaika kiufupi, lakini vifo havikomi. Kama utakuwa umejaribu kufanya mambo yote ambayo nimekwambia mara ya kwanza, kwamba watenganishe kuku, safisha vyombo, wape maji masafi, wape dawa, vyote umefanya hivyo kwa usahihi kabisa, umewaweka kwenye banda ambalo lina mzunguko mzuri wa hewa, ninakushauri pia tumia hata siku 2 kuwapa maji matupu. Yani maji matupu siku 2. Yani hata kama wanaumwa sana, yani wewe maji safi kabisa na salama wapatie ndani ya siku 2. Ukiwapa ndani ya siku 2, yataondoa zile sumu ambazo labda ulikuwa umewalundikia midawa mingi ambayo ni sumu. Kwa hiyo ukiwapa maji safi muda wote wakanywa, wataziondoa zile sumu. Ukianza dozi nyingine, dozi mpya ambayo labda utaelekezwa na mtaalamu kama sisi hapa KingoFarm, ukitutafuta tukakuunga kwenye kundi, tutakuelekeza baada ya kuwapa maji matupu uwape dozi gani. Hiyo dozi hiyo nakwambia kabisa itakusaidia sana, kwa sababu pia tumeshawaelekeza wafugaji ambao walifanya hivyo na kuku wao wakaanza kusikia dawa vizuri kabisa. Yani mwanzo alikuwa kila akiwatibia kuku hawaponi, Ukamwambia wape maji matupu ndani ya siku 2 bila ya kuwapa dawa yoyote ile. Kisha tukamwambia kutokana na hali ya kuku wako, anza na dawa hii, na kuku wake wakapona vizuri kabisa.